ninakukaribisha katika mashangilio haya. Kama umekuwa mbali na Yesu, leo ni siku ya kurudi kwake. Kama unapita katika changamoto ngumu, Yesu usimwache. Kumbuka kwamba wewe ni mfungwa wa matumaini na Mungu hajakuacha. Anatukaribisha, anataka tumpokee katika mioyo yetu, apewe nafasi. Tunaitwa sasa kumpokea Yesu si kwa maneno tu, bali kwa maisha yetu yote. Tunaitwa kumfuata Yesu kwa uaminifu, kuishi maisha ya unyenyekevu na kuwa mashahidi wake katika amani na tumaini la kweli. Hili linafanya Mungu aingie ndani ya maisha yetu na afanye makao ya kweli. Ili siku hii ya mitende ni siku ya mwaliko ya kumpokea Yesu kama mfalme wa maisha yetu, kama mwokozi wa maisha yetu. Tusimshangilie kwa midomo tu, bali kwa mioyo yetu yote. Maana inawezekana kwenye vinywa vyetu tunasema habari za Yesu, lakini kwenye mioyo yetu tuna mambo magumu ambayo tumeyalimbikiza huko ndani. Katikati ya watu wa Mungu kuna watu wanatembea na maumivu makali sana, wanatembea na visasi kwa muda mrefu, wanatembea na chuki za muda mrefu, wanatembea nakosa amani. Huyu Yesu ambaye anakuja leo, anaingia Yerusalemu kwa shangwe. Mashangilio yote tunayafanya leo kwa imani na sauti ya umoja, tukisema hosana, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, hosana. Tafasiri yake Mungu atuokoe. Bwana asifiwe sana. Ninatamani kanisa la Mungu, ninatamani kuona watu wa Mungu wenye mashangilio ya kweli, yaliyojaa furaha na amani ya kweli na sio ya kinafiki. Mungu anachukizwa na unafiki. Mungu anapenda ukweli, na ukweli huu ni kwa sababu Yesu anaingia ndani ya maisha yetu. Leo mchungaji Ndose anapomaliza, anamaliza kwa furaha na amani kwamba amefanya kazi katika utumishi wake, na anaona furaha na amani katika moyo wake, akiwaachia vijana waendeleze huduma hii, huduma takatifu ya Mungu. Kwa hiyo ni huduma ambayo ameifanya takriban miaka 18, na leo hii anaondoka akiwa na amani. Maisha yake sasa ni mzee, anahitaji utulivu. Yeye na mke wake wanahitaji utulivu na amani, isiwe mahali pa vurugu na mafarakano yakasababisha maumivu makali katika mioyo. Mara nyingi watu wanakuwa katika amani na furaha, na sasa mzee anastaafu, anaenda kuungana na mama, wafanye kazi kwa pamoja, wakishirikiana kwa pamoja ili waidumishe furaha, amani ya uzee wao, wakimshangilia Mungu, akimwambia mwenzake hongera kwa kazi baba, na baba amwambie mke wake hongera kwa sababu umenitunza katika utumishi na sasa tumemaliza salama, asante. Na hili ndio jambo tunalitegemea sana, kuona nyumba yenye utulivu na amani, ikawa nyumba ya kimbilio, nyumba ya watu wanakuja kwa mashangilio kwamba baba mchungaji, mama mchungaji, tuna 1 2 3, tunahitaji kufarijika sana. Ninyi mkawe watu wa kuwafariji wengine waliokata tamaa katika maisha. Mkawe faraja kwa wachungaji vijana na kuwatia moyo. Msiwatishe hata kama watapita katika magumu, lakini ninyi kazi yenu ni kuwafariji na kuhakikishia kwamba kazi ya Mungu haina kuchoka. Iwe katika changamoto, iwe katika furaha, tunatembea na Bwana wa amani ambaye ni Yesu Kristo. Na hii ni fundisho kubwa kwa sisi wachungaji vijana. Sisi vijana, maana sisi ni vijana kweli kweli. Sasa tujifunze. Au wakina mama zangu wachungaji, mama wa wachungaji vijana, hebu simameni wa mama wachungaji. Simameni wa mama wachungaji. Hongera zake. Tena ingekuwa sasa mnampa maua yake, si ndio jamani? Mpeni maua yake kabisa. Huyu mama wametembea na mzee huyu katika utumishi wa kanisa, wa kanisani ndani ya Dayosisi ya Morogoro miaka 18. Sio miaka midogo. Naomba mkae tafadhali. Si miaka midogo, ni miaka mingi. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Tujifunze. Wamepita katika vituo vingi
Vituo vingine ni milimani kabisa, vituo vingine ni mabondeni, mahali pengine unakuta washarika wawili, ndio hivyo hivyo unakwenda mpaka kanisa linakuwa. Sasa na ninyi mtapita kwenye vituo hivyo vyote muone ndio milima na mabonde, lakini hawa watu hawakuachana, wameshikana vizuri. Hongereni sana Ndosi pamoja na mke wako. Mungu awabariki sana. Ndugu zangu, niwatakie amani na utumishi mwema ninyi nyote ambao mmepata neema hii ya kushiriki ibada hii ya siku hii ya mitende, lakini mnapata neema ya kumtakia heri na baraka mchungaji Elipokea Ndosi. Amani ya Kristo iwe pamoja nanyi nyote tangu sasa na hata milele. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana.
Yesu nisaidie kukuandamia hatua zako Bwana nazi. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Dayosisi yetu ya Morogoro, nipende kuchukua nafasi kukuita hapa mbele. Fupi ya utumishi wa mchungaji Elipokea Eliufo Ndos, ili baada ya hapo uendelee na ibada nzima ya baraka kwake katika kupumzika. Mchungaji Elipokea Eliufo Ndos alizaliwa tarehe 30 mwezi Disemba mwaka 1960 katika kijiji cha Kikwe, wilaya ya Arumeru. Alibatizwa mwaka 1961 katika usharika wa Kikwe. Aidha, mchungaji Elipokea alipata kipa imara mwaka 1974 katika usharika wa Kikwe huko Meru. Mchungaji Elipokea alipata elimu ya msingi katika shule ya Uraki na baadaye akaenda kumalizia pale shule ya Makumira iliyojulikana kama Middle School, ambako alihitimu mwaka 1974. Mwaka 1992 akiwa pale Morogoro Lutheran Junior Seminary alikutana na mrembo aliyemvutia sana moyo wake. Anaitwa Bibi Eliafita Beres Nko, ambapo hakufanya ajizi, alipeleka ombi la uchumba. Kutokana na maneno mazuri ya handsome Elipokea, hakika Eliafita Beres Nko hakuwa na sababu ya kukataa ombi hilo. Ombi lilipokelewa na ndoa ikafungwa mwaka 1992 pale Lutheran Junior Seminary. Mchungaji Elipokea na mke wake Eliafita walijaliwa kupata watoto 7, ambapo walio hai mpaka sasa ni 6, 3 wa kiume na 3 wa kike. Katika maisha yake mchungaji Elipokea Ndos alipenda kumtumikia Mungu. Hivyo aliamua kwenda kusoma chuo cha Biblia Usangi na kuhitimu tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2005, tarehe yani kama ya leo. Baada ya kuhitimu alifanya kazi ya kujitolea uinjilisti katika kipindi cha miaka 8 pale jimbo la Ngerengere, na mwaka 2005 tarehe 9 mwezi Mei management ya dayosisi ilimwajiri rasmi kwa nafasi ya uinjilisti na akapangwa kutoa huduma katika jimbo la Morogoro. Hata hivyo mwaka 2012 hadi 2013
alienda pale Lutheran Junior Seminary kupata mafunzo ya uongozi na elimu ya Kikristo na kupata cheti. Mwaka 2015 hadi 2016 alijiunga na elimu ya theolojia katika seminari ya Kiluteli Kidugala kule Njombe, Dayosisi ya Kusini, ambapo tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka la uchungaji pale kanisa kuu Bungo na kuanza huduma ya uchungaji katika jimbo la Chalinze. Katika utumishi wake mchungaji Elipokea Eli Ufondos amehudumu katika majimbo mbalimbali na zaidi sana kwenye sharika zifuatazo. Akiwa mwinjilisti alihudumu mtaa wa Lukose, usharika wa Ngerengere, usharika wa Kidugalo na usharika wa Sangasanga. Hivyo vyote vituo vipo jimbo la Ngerengere. Baadaye alihamishwa na kwenda kuhudumu usharika wa Bigwa na usharika wa Mji Mpya, ambapo akiwa masomoni alipata fursa ya kufanya mazoezi katika usharika wa Kimamba, jimbo la Kilosa. Baada ya hapo, alipopata daraja la uchungaji, alienda kutumika usharika wa Lulenge na usharika wa Mdaula, jimbo la Chalinze. Baada ya hapo, alihamishwa kuja jimbo la Tuliani, usharika wa Mtibwa, ambako amekutana na muda wa kustaafu kikatiba. Hivyo, kwa mujibu wa katiba ya KKKT Dayosisi ya Morogoro ya mwaka 2015, maboresho madogo ya Julai 2020, kanuni ya 8 kifungu F, kwamba umri wa kustaafu ni miaka 65 tangu tarehe ya kuzaliwa. Hivyo mchungaji Elipokea Eli Ufondos alistaafu rasmi tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2025. Uongozi wa KKKT Dayosisi ya Morogoro unapenda kumshukuru sana kwa kipindi chote ambacho ametumika katika dayosisi hii. Uongozi unakutakia heri, fanaka na baraka tele mchungaji Elipokea kwa Mungu uliyemtumikia. Tukirejea Yohana 12 mstari wa 26b unaosema, tena mtu akinitumikia Bwana atamheshimu. Mheshimiwa Baba Askofu na wasilisha. Baba Askofu wa KKKT Dayosisi ya Morogoro, mbele yako nimemleta mchungaji Elipokea Eli Ufondos ambaye ametimiza umri wa kustaafu kwa mujibu wa utaratibu wa katiba na kanuni za dayosisi yetu ya Morogoro ilipofika kama katibu mkuu alivyoelekeza. Yuko mbele yako, ninaomba kumkabidhi mikononi mwako. Mbeleni na mbele ninazidi kutembea, mbiu uyasikie, Bwana unipandishe, Bwana Bwana unipandishe. 2015 na kufanyia maboresho ya mwaka 2020. Tunalo jambo jema la kujifunza katika maisha na utumishi wake.
mchungaji mwema, mchungaji mnyenyekevu, mchungaji mtulivu. Lakini kwangu mimi, kwa kushika nafasi yangu ya uaskofu katika dayosisi hii, ndiye mchungaji wa kwanza wa kufanya tendo hili la kustafisha. Kwa hiyo huyu kwangu ni mtoto wangu sasa, ambaye nakabidhiwa kumlea katika uzee wake, na mimi nakabidhiwa rasmi. Maana siku nilipokabidhiwa, nilikabidhiwa wachungaji wote wa dayosisi hii. Kwa hiyo sasa ni mtoto wetu wa kulea, na sisi tutaendelea kumlea katika maisha ya uzee wake, na kwa sababu yuko dayosisi hii, basi sasa anaingia kwenye kundi la wastaafu, naye tutaendelea kumwangalia kama mstaafu. Tuombe. Mchungaji Elipokea Ndosi, uliuitikia wito wa kutumikia Mungu kwa huduma hii ya uchungaji. Umefanya hivyo mpaka sasa unapostaafu, na umefanya hivyo kwa kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Na kupongeza na kukushukuru kwa kubali kufanya kazi hii ya uchungaji kwa miaka yote uliotumika, ambapo wakati mwingine umepata mateso mbalimbali, ingawa kanisa halitaweza kukulipa sawasawa na kujitoa kwako. Mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, utapokea taji ya utukufu ile isiyokauka, na kukumbusha ya kwamba kustaafu kwa uchungaji si mwisho wa uchungaji, bali ni mwanzo wa hatua nyingine ya kumtumikia Mungu kwa hiari zaidi. Na mimi sina mashaka na maisha yako. Sasa sikiliza maongezi ya neno la Mungu kutoka kwa wachungaji yatakayosoma. Wakati tukiimba Bwana uliowaita watakatifu, wachungaji watakuja. Si mimi niliye kuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amen. Si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi niliyewachagua ninyi, nami nimewaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Amen. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usitutoe kutoka hapa. Amen. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Amen. Bwana akamwambia Paulo kwa maono ya usiku, usiogope, bali nena, wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakayekushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu.
Amen. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Amen. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Amen. Ndipo utaita na Bwana ataitika. Utalia naye atasema mimi hapa. Kama ukiondoa nila, isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu. Amen. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Amen. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Amen. Moyo wangu nimeliweka neno lako, nisije nikatenda dhambi. Amen. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee nguvu zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Amen. Wengi husema, nani atakayetuonyesha mambo mema? Bwana, utuinulie nuru ya uso wako. Amen. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Amen. Usiliondoe neno la kweli kinywani mwangu, maana nimeziagiza hukumu zako. Amen. Umtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi upendezwe na uaminifu, nawe utafarijiwa kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Amen. Mchungaji Elipokea Ndosi, ambaye ulitembea naye katika utumishi wako wote, akujalie kutenda hayo yote kama ulivyoelekezwa kupitia maandiko matakatifu. Amen. Na sasa ninakuuliza, naomba mumpe maiki. Mpendwa Mchungaji Elipokea Ndosi, utaendelea kuwa mwaminifu katika imani na ushuhuda mwema kwa watu wote wanaokuzunguka? Kama ndivyo, jibu ndivyo Mungu anisaidie. Ndivyo Mungu anisaidie. Mchungaji Elipokea Ndosi, utajiepusha na jambo lolote litakalo kusababishia kanisa la Mungu kuaibika au kufukua mbegu za neno la Mungu ulizozipanda katika shamba la Bwana? Kama ndivyo, jibu ndivyo Mungu anisaidie. Hivyo Mungu anisaidie. Mchungaji Elipokea Ndosi, ninakuuliza tena, utakuwa tayari kushauri watumishi wengine na kutumika katika kanisa la Mungu kila utakapohitajika? Kama ndivyo, jibu ndiyo Mungu anisaidie. Ndivyo Mungu anisaidie. Washarika, naomba tusimame. Mchungaji Ndosi, naomba upige magoti. Tuombe. Wachungaji, tunaomba tumwekee mikono mwenzetu. Baba yetu wa mbinguni, ujuae mioyo ya watu wako, kwa ajili ya kanisa lako tunakutukuza na kulihimidi jina lako kwa ajili ya upendo wako na huruma yako ilionekana kwa kumtuma mwanao Yesu Kristo atuokoe sisi.
tunakushukuru kwa kutupa uwezo na mamlaka ya kulitangaza neno lako la uzima dhidi ya dhambi, mauti na nguvu za giza. Tunakushukuru kwa ajili ya utumishi wa mtoto wako Elipokea Ndosi anayestaafu sasa, ambayo umemtumia vema hata katika udhaifu wake. Asante kwa ajili ya mema yote tuliyopokea kupitia utumishi wake. Tunakuomba umsamehe pale ambapo udhaifu wake ulionyesha hata akashindwa kufanya wajibu wake kwa kutimiza mapenzi yako. Umjalie mchungaji Ndosi kuendelea kusimama imara katika imani, upendo, unyenyekevu na uaminifu. Umjalie mchungaji Ndosi kuwa na ushuhuda mwema wa maisha na kujenga umoja katika kanisa lako. Mpatie afya njema yeye na familia yake siku zote za maisha yake. Tunamuombea hayo kwa ajili yake Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naomba washarika tukae tafadhali. Tumtakie kulinda. Bwana kuangazie nuru za uso. Bwana akuinue uso. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba sasa usimame mchungaji Ndosi. Naomba wachungaji tuangalie washarika ili tumpe nafasi mchungaji Ndosi hapa. Basi mimi niliye askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro, leo tarehe 28 ya mwezi wa 3 wa mwaka wa Bwana 2026 ninatangaza rasmi mchungaji Elipokea Ndosi sasa ni mchungaji mstaafu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro. Kila mahali atakapoonekana apewe ushirikiano na apewe nafasi pia ya kuhubiri na kuendesha huduma za kichungaji. Hajaharibu huyu, bali ni mchungaji wa kanisa mstaafu kuanzia sasa. Hivyo sasa enenda kwa amani mchungaji Elipokea Ndosi, na ukawe mwaminifu katika utumishi wako baada ya kustaafu. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mama zetu nyinyi mnaweza kurudi, huyu abaki. Ndugu zangu, udhaifu wake ulionyesha hata kushindwa kufanya wajibu wake na kutimiza mapenzi yako. Umjalie aendelee kusimama katika imani, upendo, unyenyekevu na uaminifu. Mungu, umjalie mtoto wako huyu kuwa na ushuhuda mwema wa maisha ya kujenga umoja katika kanisa lako. Umpatie afya njema yeye na familia yake siku zote maisha yake, na kuweza kutunza mwenzi wake na familia yake kadiri utakavyomjalia. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana Mungu akubarikie, akulinde, akuangazie nuru za uso wake, akufadhili, akuinue uso wake, akupe amani. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Naomba mama uinuke sasa. Baba naomba usogee hapa. Washarika naomba tukae. Na wenzetu sasa hawa wanaungana katika maisha
ya kustaafu. Yani usharika wa Mtibwa. Sala fupi kwa Mheshimiwa Baba Askofu Dr. George Pindua, siku ya kustaafu rasmi kwa Mchungaji Elipokea Eliofo Ndosi, tarehe 29 mwezi wa 3 2026. Utangulizi. Mheshimiwa Baba Askofu, tunamshukuru Mungu aliyekuwezesha wewe pamoja na wageni wote mliofika kuhudhuria tendo hili maalum la kustaafu kwa heshima kwa Baba Mchungaji Elipokea Ndosi aliyehudumu hapa usharikani Mtibwa kwa miaka 5 tangu tarehe 30 mwezi wa 9 2020 hadi leo tarehe 29 mwezi wa 3 2026. Mchungaji Ndosi amekuwa baraka kubwa sana kwa usharika wetu, na mpaka hapa tulipofikia tunasema Mungu yeye ni Ebeneza. Huduma alizofanya Mchungaji Elipokea Ndosi, Mheshimiwa Baba Askofu, Mchungaji Elipokea Ndosi amedhihirisha wazi kuwa mtumishi mwaminifu kwa Mungu, kwani ameweza kufanya huduma nyingi katika usharika huu na katika jimbo la Turiani kama ifuatavyo. Moja, mchungaji ameweza kufundisha neno la Mungu kwa usahihi wake na kuwafanya Wakristo kulifahamu neno la Mungu na kuweza kusimama katika imani na kuweza kuepuka mafundisho ya uongo. Mbili, ameweza kuanzisha ibada za asubuhi. Yaani ibada ilikuwa moja lakini kufanya ibada ziwe 2, ibada ya saa 12 na ibada hii ya pili ambayo mmeishuhudia siku hii ya leo. Kila siku kuanzia saa 12 na kuendelea. Tatu, amefanikiwa kuimarisha na kuanzisha jumuiya nyingine hadi kufikia jumuiya 16 kutoka jumuiya 13. 4, amefanikiwa kuanzisha elimu ya theolojia enezi yani ete kijimbo. 5, amefanikiwa kuimarisha vikundi vya usharika ikiwemo wanawake na vijana. 6, mchungaji amefanikiwa kushauri Wakristo waliokuwa nje ya kundi na wasio na ndoa ili waweze kushiriki meza ya Bwana, na kwa huduma hii kufanikiwa sana. 7, amefanikiwa kufanya semina na kushiriki chakula cha pamoja na wajane na wagane. 8, mchungaji pamoja na washarika tumefanikiwa pia kufungua mitaa ikiwemo mtaa ambao unasimamiwa na usharika wa Mtibwa unaoitwa Rehobothi. 9, mchungaji wetu Ndosi amefanikiwa kwa kushirikiana na washarika kuhamia katika kanisa hili kubwa ambalo liko katika hatua ya umaliziaji. Mheshimiwa Baba Askofu, tunaishukuru ofisi ya dayosisi kwa kutuletea mchungaji Ndosi kwa wakati mwafaka, ambaye kama nilivyotangulia kusema kuwa amekuwa baraka kubwa kwetu. Mheshimiwa Baba Askofu, baada ya washarika kuguswa na huduma ya Baba Mchungaji Elipokea Ndosi na kuonyesha nia yake ya kuweka makazi hapa Turiani, washarika wote kwa pamoja walikubaliana kumwezesha mchungaji katika ujenzi wa makazi yake, kuthamini huduma yake kubwa aliyoifanya. Mheshimiwa Baba Askofu, washarika hawa kwa moyo wa kupenda wamemchangia kiasi cha milioni 10,028 na kusimamia kuanzia ngazi ya ujenzi wa msingi hadi kufikia hatua ya upauaji nyumba ambayo imejengwa hapa Madizini, nyumba yenye vyumba 5 pamoja na store. Mheshimiwa Baba Askofu, kwa sasa hivi wapo mafundi site katika hatua ya upauaji ambayo ipo chini ya uongozi wa jimbo kwa kushirikiana na mchungaji Ndosi. Mheshimiwa Baba Askofu, pamoja na kumwezesha katika ujenzi wa makazi yake, na kwa kuwa mchungaji ataendelea na huduma ya kichungaji pale atakapohitajika, hana usafiri, sisi tutatoa kianzio cha zawadi kumsaidia kupata pikipiki
kwa kutoa kiasi cha shilingi milioni 1. Ikikupendeza Baba Askofu, unaweza ukafanya changizo katika hatua hii ya kumwaga siku ya leo ili kujaza sehemu iliyopungua ili apate usafiri ambao utampeleka kuendelea kufanya huduma hii ya kichungaji. Mwisho, Mheshimiwa Baba Askofu, tunakutakia wewe pamoja na watenda kazi shambani mwa Bwana baraka za Mungu katika utumishi wenu. Kipekee tunamtakia Mheshimiwa mchungaji mstaafu Elipokea Ndosi maisha mema na kumkumbusha kuwa amestaafu kikatiba, lakini huduma ya kichungaji haistaafu mpaka mwisho wa maisha yake. Na kwa kuwa tunaendelea kuwa naye, kwa kuwa makazi yake yatakuwa hapa Mtibwa, sisi kama washariki tunaahidi kushirikiana naye mpaka mwisho wa maisha yake. Mheshimiwa Baba Askofu, tunakushukuru tena kwa kushiriki pamoja nasi katika ibada hii yenye baraka pamoja na wageni wote mlioshiriki pamoja nasi. Mungu awabariki sana. Imeandaliwa na Baraza la Wazee Ushirika wa Mtibwa. Asante na wasilisha. Kundi vingine ni kuninga bora uwe usarike nanga kuishaki jilalia. Jumuiya ya Manyinga, naomba mje. Jumuiya ya Manyinga, dakika 2 zao zimeshaisha tayari. Jumuiya ya Manyinga, naomba mje mtoe zawadi. Jumuiya ya Manyinga, tafadhali. Mwenende kwa amani ya Bwana na msiache kusalimiana. Amen. Wachungaji, tutaenda kwenye kanisa la zamani.